Hayo ni mafundisho ya kishirikina, ni mafundisho ya kipagani kabisa. Afanya ibada za kishirikina. IPM yeye ana agenda ya siri. Kuna kafara na kuna dhabihu. Huyu IPM ni muongo. Aliposema Yesu alichinja, Yesu hakuchinja. Nafikiri maana mwana IPM anasema ukichinja inabidi wapelekee watoto yatima, wapelekee wajane. Lakini pia swala kujiuliza, watazamaji msidanganyike, IPM ni mshirikina na ni muongo. Mtazamaji wa channel yetu, tupo hapa na mchungaji Medad. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea sasa hivi kuhusiana na Wakristo, na Wakristo wamekuwa na maswali mengi sana. Hasa kuna hili swala la kafara. Mchungaji IPM amekuwa akitufundisha kuhusiana na Wakristo tunavyotakiwa kutoa kafara ili tupate utajiri. Tukasema sio mbaya, tukatafuta ukweli na sehemu nyingine. Kwa hiyo tupo na mchungaji wetu Medad hapa atueleze vizuri zaidi kuhusiana na Ukristo na kutoa kafara. Je, fundisho la kutoa kafara kwenye Ukristo linafaa kwa kiasi gani ili watu aidha wasiwe na wasiwasi au waelewe zaidi? Mchungaji, habari ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwa ajili ya kipindi. Amina, asante sana, shukuru. Namshukuru Mungu ni mwema kwamba mimi ni mchungaji Medad Kiabashasa. Niko Mbagala Kizuiani. Ninamshukuru Mungu ni mwema kwa hoja nzuri, mwandishi wa habari. Asante kwa kuja leo ili kujaribu kufanya mazungumzo ili watu waweze kujua ukweli wa kuhusiana na habari ya utoaji wa makafara. Ni jambo zuri sana, tutaweza kuelewa ukweli kwamba kwa mujibu wa Kristo na maandiko ya Biblia, haya mafundisho ya kutoa makafara kimsingi hayana msingi wowote wa maandiko. Hayana sio maandiko yote, hamna maandiko. Hakuna maandiko yanayoruhusu Wakristo kutoa kafara. Maandiko hayo hayapo. Yanayoruhusu Wakristo kutoa makafara hayapo, na wanaojaribu kuyatumia wanasoma maandiko ambayo wanayatumia mahala si pake. Yako maandiko yanayoongelea habari ya kafara za wanyama, lakini ni kwenye Agano la Kale. Ambalo mafundisho hayo Mungu aliwaelekeza wana wa Israeli kipindi kile namna kupata msamaha wa dhambi kwa utaratibu wa Agano la Kale. Mungu aliwaelekeza Waisraeli, lakini si Wakristo wa leo ambao tunapaswa kutoa makafara. Umeona wanafundisha kwamba Pasaka manake ni kuchinja, kwamba inabidi Wakristo wachinje, Pasaka ni kuchinja, na hasa nataka nijikite kwenye upande wa Pasaka hapa. Sawa, kabla hatujafika huko kwenye Pasaka, mimi bado nina maswali, kwanza tutafika huko. Kwanza, muongozo wa Kristo hasa ni nini? Mkristo inatakiwa aongozwe na nini? Nini hasa kinakuaga muongozo wenu? Kwa sababu najua kila sehemu yake, kila taasisi au kila imani fulani inakuwa na muongozo. Muongozo wa Kristo ni nini? Muongozo wa Kristo ni Biblia takatifu. Biblia takatifu. Ndio muongozo wa Kristo. Maana yake kinachosemwa kwenye Biblia takatifu ndicho cha kweli. Ndicho tunachoelekezwa, ndicho cha kweli. Haijalishi ni Agano la Kale au Agano Jipya. Swali zuri. Kuna ambayo kwenye Agano la Kale hayatuhusu Wakristo. Kuna ambayo hasa muongozo wetu mkuu kama Kristo wa leo ni Agano Jipya. Japo kuna mambo ambayo yapo Agano la Kale bado yanafanya kazi hata kwa Kristo. Lakini muongozo mkuu wa Mkristo Biblia kwa maana ya Agano Jipya hasa. Wakristo wanasema baba wa imani ni Ibrahimu. Manake unaposema mimi nina imani ya Kikristo, baba wa imani ambaye ndiye wa kwanza tunasema ni Ibrahimu. Huyo mchungaji IPM ambaye amekuwa akiongelea hili naye amekuwa akimtaja Ibrahimu. Nyinyi Ibrahimu mnamchukuliaje? Kweli ni baba wa imani? Kwamba je, kile alichokifanya kinafaa au hakifai Ibrahimu alichokifanya? Nashukuru, ni swali zuri sana. Ni kweli nimeona mara nyingi IPM akitoa reference kwa Ibrahimu kama baba wa imani. Lakini hata IPM ungemuuliza huyo, hivi unapoongea Ibrahimu ni baba wa imani unaimaanisha nini? Anaweza asiwe na la kusema. Unapoongea Ibrahimu ni baba wa imani maana yake nini? Sababu tunapoongelea kwamba Ibrahimu ni kweli ni baba wa imani ya Wakristo. Tunaposema Ibrahimu ni baba wa imani ya Wakristo tuna maana mbili. Maana ya kwanza ni pale Mungu alipomuita Ibrahimu kutoka nchi ya asili ambayo ni Uhuru wa Karidayo, ambako ni Iraki ya leo. Akamwambia nenda katika nchi ambayo nitakwambia, ambao nchi hiyo itakuwa ni urithi wa uzao wako. Ibrahimu hakuwa na maswali. Wakati ule hamna magari, hamna ramani kama leo, hamna sijui habari nitapiga simu. Akaambia elekea kaskazini. Na ni poli kwa poli. Ibrahimu akaamua kutii sauti ya Mungu na akaamua kwenda kwenye nchi aliyoambiwa, hajawahi kufika wala haijui. Lakini kwa imani akawa ni mtii akaenda. Kwa hiyo sehemu ya kwanza tunaposema Ibrahimu ni baba wa imani, kwa maana aliamini Mungu alichomwambia kwamba ni kweli wala sio uongo, maadamu alijiridhisha kwamba ni Mungu amesema, akaamua kwenda bila swali. Unajua kuna vitu vingine ambavyo kwenye Mungu anapokuambia vitu, kuna wakati akili ya kawaida inagoma ya binadamu kwamba hili jambo kweli.
lakini Ibrahimu hakuwa na maswali hayo, kwamba aliyesema ni Mungu, nimejiridhisha na mwa kuondoka. Kwa tunaposema ni baba wa imani, hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili ambayo ni kubwa kabisa, tunaposema kweli Ibrahimu baba wa imani wa Kristo, ni kwa maana ya kwamba Yesu Kristo alitokea kwenye uzao wake. Kutoka Ibrahimu kuja Isaka, Isaka akazaa Yakobo, Yakobo akazaa wale watoto 12. Katika watoto 12 kuna mmoja anaitwa Yuda. Yule Yuda, kutokea Yuda akatokea Yesu Kristo. Ndio maana anaitwa kwamba Ibrahimu ni baba wa imani. Maana Mungu alimwambia Ibrahimu, utaitwa Ibrahimu kwa maana mataifa yote yatabarikiwa kupitia wewe. Kwa maana alikuwa analenga kupitia Yesu Kristo ambaye atakuja na kuleta ukombozi kwa dunia nzima. Tunakuja kuangalia mtu wa kwanza kabisa kuanza kutoa kafara, kutoa sadaka wa kwanza kabisa ni Abel. Nafikiria ndo alimchinja mnyama wake akatoa kafara. Inaonekana Mungu alikuwa anataka hayo tangu mwanzo. Tunapokuja kukuta kwa wana wa Israeli, manake ilikuwa ni kwa ajili ya upatanisho, kutoa kafara zao kwa ajili ya upatanisho. Lakini tunaona kwa asili Mungu kwamba anapenda hizo kafara, na ili fundisho la huyu nabii wetu IPM linakuja kupata nguvu zaidi, kwamba hata sisi ambao hatupo sana kwenye mambo ya dini tunaona kama lina maana zaidi, kama tunaona kama hata huyu wa kwanza kabisa baada ya Hawa na Adamu, alafu mtoto wao anakuja anatoa kafara na sadaka yake na kubalika kwa Mwenyezi Mungu. Tunaona inawezekana kweli ilikuwa inatakiwa watoe kafara ili labda kufanikiwa, kwa sababu wale walikuwa bado hawajatenda dhambi yoyote. Maana yake katika kufanikiwa sio dhambi tena. Hata huyu mchungaji IPM anaongelea kwamba hizo kafara zinatolewa kwa ajili ya mafanikio ya kidunia. Maana yake upate pesa, upate magari kupitia kafara. Je, hili labda lina ukweli gani na unaweza kutufundisha vipi? Na unajua ni swali zuri sana. Unajua kuna tofauti ya kafara na dhabihu. Alichokifanya pale upande wa Abeli, hakutoa kafara, alitoa dhabihu. Ndio maana umesema alikuwa hajafanya dhambi yoyote. Yeye alichokifanya alitoa dhabihu. Dhabihu kuna kafara na kuna dhabihu. Sasa nitoe ufafanuzi wa hili jambo lieleweke vizuri, kwamba kafara ni nini na dhabihu ni nini. Tunapoongelea habari ya kafara, kwanza kafara manake ni nini? Kafara ni tendo la kuchinja mnyama au kutoa kitu au kufanya jambo ili kufidia dhambi, kufidia kosa au kujikomboa kutoka katika adhabu fulani au kuweka ulinzi. Hiyo ndio lengo la kutoa kafara. Ili kufidia dhambi. Kwa upande wa wana wa Israeli walikuwa wanatoa kafara kwa maana kufidia dhambi, kupata msamaha wa dhambi. Sasa alichokifanya upande wa Abel, yeye hakutoa kafara, bali alitoa dhabihu. Dhabihu ni nini? Dhabihu ni tendo la kutoa kitu cha thamani kama sadaka kwa Mungu au miungu katika imani mbalimbali. Dhabihu inaweza kuwa ya wanyama, nafaka au vitu vingine vilivyotolewa kwa ajili ya ibada. Kwa dhabihu ni tendo la kutoa sadaka kwa Mungu kwa nia ya ibada au kwa nia ya shukrani au kujitoa kwa Mungu. Turudi kwenye kafara. Maana ya kafara hapa. Kafara unasema ni tendo la kuchinja mnyama au kutoa kitu, kufanya jambo ili kufidia dhambi, kosa au kujikomboa katika adhabu fulani au kuweka ulinzi. Nakuja kwenye haya maneno ya mwisho, kujikomboa kutoka adhabu fulani au kuweka ulinzi. Fundisho la kutoa kafara ambalo analitumia nabii wetu, anazungumzia hivyo kwamba ili mali zako, wewe una magari, una biashara zako, ili ziende, toa kafara kwa ajili ya kuweka ulinzi, ili kujiondoa kwenye umaskini. Sasa hapo kwenye kujitoa katika adhabu, kwamba sisi tunaona umaskini ni adhabu. Sasa ili tujikomboe, kwa sababu kuna mchungaji anatufundisha, mwalimu wa Kikristo anatufundisha kwamba tutoe hizo sadaka, tutoe zile kafara kwa ajili ya kujikomboa katika hii adhabu ya umaskini na kuweka ulinzi kwenye mali zetu. Tunaona kama yupo sahihi kwamba anatufundisha hivyo. Alafu anakuja anatoa mfano huu hapa, kwamba sisi wachungaji tunazijua siri za utajiri, ndio maana sisi tunazidi kutajirika, lakini hatuambii waumini ukweli. Na kweli hata leo hii tukiongea, waumini wengi sana wa Kikristo ni maskini ukilinganisha na wachungaji wao. Kwamba inawezekana ni kweli yule anachokiongea, kwamba wachungaji kuna siri mnazozijua, kwamba inatakiwa tutoe hizo kafara, ila hamtuambii. Nyinyi mnatoa kimya kimya, alafu mnazitajirika nyinyi, sisi tunazidi kuwa maskini. Anachoongea IPM ni uongo. IPM yeye ana agenda ya siri ambayo wengi hamuifahamu. Yeye kwa lugha nyepesi anafanya ibada za kishirikina, shiriki. Unaposikia kushirikiana ni shiriki, yani kusema nichukue hiki nusu huku na nusu huku niweke na Mungu katikati nifanikiwe, ndio maana ya shiriki. Yule anafanya ni mshirikina. Kwa hivyo mshirikina, neno mshirikina maana yake ni kwamba ni mtu anayemshirikisha Mungu
anachukua kitu huku na huku, anaweka pamoja ili kupata nguvu. Yani kwa mfano anasema anaenda kwa waganga, nachukua irizi lakini na ibarani na kwenda najumlisha kote kote. Ndio maana ushirikina, na Mungu hataki kushirikishwa. Lakini nilipotoa definition ya kafara iliyosema kwamba kufikia kufanya jambo ili kufidia dhambi, kosa au kujikomboa kutoka adhabu fulani au kuweka ulinzi. Sasa hiyo inategemea ni nani anatoa kafara. Hapa nimeongelea maana ya jumla ya kafara. Kwa hiyo unakuta wale ambao ni washirikina wanafanya zile ibada za ushirikina, huwa wanatoa wao kama kufanya ulinzi. Lakini wakati wa Israeli wanatoa hizi kafara, wao ilikuwa ni kwa ajili ya kufidia dhambi au kujikomboa kwenye adhabu ya dhambi baada ya kutenda dhambi. Hilo lilikuwa mtazamo wao. Ila wale ambao ni washirikina, wao hutoa makafara kwa lengo la kuweka ulinzi. Kwa hiyo uko ukijua hapo. Kwa hiyo nimetoa definition ya jumla kwa maana ya kafara kwamba inatumika kwa hivi. Sasa inategemea nani anatoa kafara kwa lengo gani. Kwa hiyo kuna wanaotoa makafara kwa malengo ya ulinzi. Ambayo kibibilia sisi hatutoi makafara kwa lengo la ulinzi. Kwa sababu kama ni kafara ilishatolewa ambaye ni Yesu Kristo. Yeye ndiye kila kitu na alishamaliza kila kitu. Alitolewa mara moja, tukisoma ile Ibrania 10 pale. Alitolewa kafara mara moja na akamaliza mara moja kila kitu. Yeye ndiye kafara yetu, yeye ndiye kila kitu. Kwa hiyo sisi haturuhusi kutoa tena makafara. Kwa unapoona mtu anakuambia ili upate ulinzi wa kimungu, ili ufanikiwe mambo yako yaende vizuri, lazima utoe kafara, hayo ni mafundisho ya kishirikina, ni mafundisho ya kipagani kabisa. Hakuna andiko lolote ambalo linatuelekeza Wakristo ili tupate ulinzi ni lazima tutoe makafara. Tunaambiwa hata Yesu Kristo mwenyewe alitoa kafara. Kutoa kafara kwa maana gani? Yani alichinja mnyama. Hakuna andiko Yesu aliwahi kuchinja mnyama. Tutakuja tuangalie kuna andiko ambalo linatumiwa kwenye Luka 22 mstari wa 7. Inalosema nayo ilikuwa ni siku ya Pasaka ambayo ilikuwa yapasa kuchinja. Sasa IPM nikaona anatumia andiko hilo, anasema unaona Yesu alichinja, ni kupotosha. Ni kupotosha. Ile ilikuwa ni siku ya Pasaka. Ile siku ya Pasaka ni sikukuu ambao ya Wayahudi waliamriwa na Mungu. Na hii sikukuu ilianzaje labda? Hii ya kuchinja Pasaka ambayo kwamba tumeona pia wanasema Pasaka maana yake ni kuchinja. Kwanza Pasaka maana yake sio kuchinja. Pasaka maana yake ni kupita juu. Unaposikia Pasaka kwa Kiebrania au Passover, hiyo ni Kiingereza Passover, yani pass kupita juu ya, kupita juu ya. Asa Kiebrania walisema passe, wakiwa maana kupita juu ya au Passover. Hii maana yake ni nini? Tunaposoma kile kitabu cha Mwanzo, ile sura kitabu cha Kutoka sura ya 12, ndio tunakuta Pasaka au Passover inaanzia hapo. Mungu alileta mapigo 10 kwa Farao alipomtuma nabii wake Musa ili awakomboe wana wa Israeli. Akaleta mapigo 9, lakini Farao ya vyura, damu, maji kuwa damu, mvua ya mawe, kuleta jeshi la nzige, kuleta nzi, kuleta chawa, lakini bado Farao akawa ni mgumu. Sasa Mungu akamwambia Musa, nitaleta pigo la mwisho juu ya Misri. Pigo lenyewe litaua wazaliwa wa kwanza wa Misri, wa mnyama na mwanadamu, nitawaua wote. Sasa ili nyinyi mpone, wana wa Israeli, mtakapomwagiza malaika wa mauti atakapokuwa anapita kufanya maangamizi, ili nyinyi mpone, inabidi akatoa maelekezo. Inabidi mchukue mnyama, kondoo au mbuzi, na huyo kondoo au mbuzi na masharti awe ni wa mwaka mmoja, sio zaidi ya hapo, na awe ana hila, yani ana ulemavu wa aina yoyote, wala doa la aina yoyote huyo mnyama. Alafu mnyama mwenyewe mtamla na mboga za uchungu. Na huyo mnyama mwenyewe mtamchinja kama familia, mtakaa kama familia pamoja. Alafu mnamchinja yule mnyama kama familia. Baada ya kumchinja yule mnyama, masharti yake msimvunje mifupa. Mnamchuna, baada ya kumchuna mnamnua vitu vya ndani bila kumvunja mifupa. Alafu mnambanika, mnamchoma, msimpike wala kumkanga. Mnambanika, yani wa kuokwa, mnamuoka kwa maana anachomwa, anabanikwa. Alafu mnakaa kama familia, mnamla yule mnyama, ile nyama yake mnaila. Lakini kabla ya kumla ile damu yake sasa ambayo unakuwa mmeitoa, mnaikinga kwenye chombo. Alafu mtachukua ile damu, mtaipaka kwenye miimo ya milango
ile mimo miwili ile unapaka hapa na hapa na kizingiti cha juu unapaka. Inakuwa ni ishara na alama ya kwamba yule malaika anayeangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri wa wanyama na wanadamu akipita nyumba zenu, mtakaona nyumba ina damu, atajua hii ni ya Mwisraeli, hatofanya maangamizi hapo. Atapita juu ya nyumba hiyo. Ndio kaza Passover, Pasaka, Pese kwa Kiebrania, kupita juu ya. Kwa hiyo ikaanzia hapo. Sasa Waisraeli wakaambiwa baada ya kuwa wametoka ile nchi kwamba mnapokwenda kwenye nchi yenu ni lazima mtahakikisha mnaendelea kufanya hiyo Pasaka. Hebu nisome andiko hilo, Kumbukumbu la Torati labda. Maana nataka kusema natoa tu vitu ile kitabu cha Kutoka sura ya 12, mwana kondoo hapa ukisoma ile 12 mstari wa 5, anaomba mwana kondoo wenu atakuwa ana hila, mume wa mwaka mmoja, mtamtoa katika kondoo na katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Hivi ndivyo ilivyotakiwa kuliwa yule mnyama ambaye walimchinja kondoo mwaka mmoja. Sasa ukienda ule mstari wa 22 sura 12 Kutoka, nasema nanyi twaeni tawi la isopu mchovye katika ile damu iliyo bakulini na kukipiga kizingiti cha juu cha miimo miwili ya mlango kwa hiyo damu iliyo katika bakuli. Tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi, kwa kuwa Bwana atapita ili wapige hao wa Misri, na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hata mwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Itakuwa hapo mtakapofikiria hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyowaahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapokuuliza ni nini maana yake utumishi huu kwenu, ndipo mtawaambia ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba ya wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zao. Hao watu wakainua vichwa na kusujudu. Umeona hiyo? Kwa Mungu anawaeleza, anawaambia mtakapokwenda kwenye nchi ile ya ahadi, muhakikishe mnaendeleza kumbukumbu hii. Ikiwa inafika tarehe ile ile ya 14 ya mwezi ule ule mliofanya kule Misri, mtakuwa mnachinja mnyama kwa mtindo ule ule, kondoo wa mmoja au mbuzi wa mwaka mmoja asiye na hila. Alafu watoto wenu ambao wakuepo kule Misri wakiwa, baba, hii biashara kuchukua mnyama tena mdogo wa mwaka mmoja, tunamchinja na mbuzi, tunapaka damu kwenye miimo, alafu tunakula pamoja na mboga za uchungu, maana yake ni nini? Mungu anawaambia, mtawaambia enzi hizo tulitoka kwenye Misri kwa njia ya ukombozi kwa kuchinja mnyama na kumpaka kwenye miimo ya milango, na Mungu alipoita yule mwangamizi sisi tukuangamizwa. Hiyo ndio ilikuwa maana yake. Na Musa, Nabii Musa aliwekea mkazo mkubwa kabla hajafa, aliwekea mkazo mkubwa kwenye Kumbukumbu la Torati sura 16. Nisome na hapo ili mtazamaji aseme tunaongea tu kichwani. Aliwekea mkazo sana juu ya jambo hili kwamba mnapokwenda kule ili jambo msije mkaliacha. Anawaambia utunze mwezi wa Abibu ukaufanyie Pasaka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Nawe umfanyie Pasaka Bwana Mungu wako katika kundi la kondoo la ng'ombe, mahali atakapochagua Bwana apakalishe jina lake. Usimle pamoja na mikate isiyotiwa chachu. Siku ya 7 utakula naye mikate isiyotiwa chachu, nayo ni mikate ya mateso, kwa maana ulitoka nchi ya Misri kwa haraka, ili upate kukumbuka. Ili upate kufanya nini? Kukumbuka. Ili upate kukumbuka. Kukumbuka nini? Siku uliotoka nchi ya Misri, siku zote za maisha yako. Huyu ni Musa anawakumbusha kwamba jamani, mtakapokuwa mmeshaingia huko, hakikisheni mnafanya nini? Hii sikukuu, hii kumbukumbu mnaiendeleza ya kuchinja nini? Ya kuchinja mnyama kwenye mwezi wa Abibu, ambao kwa mwezi wa Kiyahudi ambao mara nyingi ni mwezi wa 3 au mwezi wa 4 na angukia hapa kale katikati. Mtakuwa mnachinja, lengo na nia mfanye kumbukumbu ya kukumbuka jinsi mlivyokombolewa wapi?
katika nchi ya nini? Ya Misri. Manake kwa kuchinja huko wana wa Israeli walikuwa hawapati chochote, kwamba hakuna baraka yote wanaipata isipokuwa wanafanya kama kumbukumbu. Kwa nyakati hizi zile kipindi hicho. Manake mpaka leo bado wanafanya. Kipindi kile lile lilikuwa ni tendo la ukombozi na lilikuwa linaashiria utabiri wa kuja kwa Yesu kama mwana-kondoo halisi wa Mungu. Ile ilikuwa ni kama typology. Nasema typology kwa maana ya kivuli, picha. Okay. Ilikuwa ni picha kwa kivuli kwamba mwana-kondoo halisi. Ndio maana tuangalia baadaye kwenye Yohana sura ya kwanza alipomuona Yesu anakuja kubatizwa Yohana, akasema tazama mwana-kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Ile ilikuwa ni utabiri wa kuja kwa Yesu kwamba damu itamwagikwa, itapaa kwenye miimo ya mioyo ya watu, watapata utakaso wa dhambi. Lakini kwao ilikuwa ni ukombozi wa kutoka utumwa wa Misri. Leo hii damu ya Yesu ni ukombozi wa kutoka utumwa wa dhambi kutumikishwa na shetani. Yaani farao wetu sisi ni shetani. Unapokuwa unapakwa damu ya Yesu, ukishamwamua kumfuata Yesu ukaokoka, ukatakaswa kwa damu ya Yesu, tayari wewe unakuwa ni kiumbe kipya na unakuwa umetoka kwenye utumwa wa shetani. Okay. Sasa umeuliza swali zuri. Nyakati hizi sasa bado tendo hilo wanalifanya. Okay. Hivi tunavyoongea Pasaka hii inapokuja wiki mbili zijazo, watafanya hilo tendo la kuchinja. Watachinja. Watachinja. Okay. Kwa nini wanachinja? Kwa maagizo ya Nabii Musa. Anaambia mtachinja ili iwe kumbukumbu ya jambo hili kwa vizazi ambavyo havikuwepo, ili muendelee kukumbuka kwamba tarehe hii ndio siku tulipata uhuru wetu kutoka chini ya utumwa wa Farao. Okay. Wakristo ambao wameshampokea Kristo wamefanyika kuwa wana wa Israeli. Manake wewe hapo kwa sababu umempokea Kristo ni Mwisraeli. Je, unachinja? Hapana, sichinji. Sichinji kwa sababu Yesu alishamaliza mchezo wote. Lakini Waisraeli wanachinja. Na waliambiwa toka kule mwanzo wachinje vizazi hadi vizazi. Swali zuri sana umeuliza. Umeuliza swali zuri sana mtangazaji. Sasa ndio nataka nikuje nikusaidia hapo, na kwa niaba ya wengine wanaotazama, watakao au wanaotazama sasa hivi waweze kuelewa hii swali maana yake ni nini. Sisi hatuchinji. Sasa kwa hatuchinji kwa maana wanyama. Lakini kuna matukio ambayo Yesu aliacha ametuagiza ili tuyafanye kukumbuka ukombozi uliofanyika pale msalabani. Yako mambo Yesu alituagiza kwa upande wa Kristo. Okay. Kwamba ukombozi wetu jinsi uliofanyika tofauti na Wayahudi. Wao walikuwa wanakombolewa kimwili toka utumwa wa Farao. Ndiyo. Walikuwa ni watumwa natumikishwa. Sisi tunakombolewa kutoka utumwa wa dhambi, kuingia kwenye utumwa kumtumikia Mungu mwenyewe, kuishi maisha ya ushindi. Sasa na sisi lazima tufanye kumbukumbu ya kukumbuka ukombozi wetu. Yaani mfano mdogo, hata nchi kwa mfano kwa Tanzania hapa kila tarehe 9 Disemba huwa tuna kumbukumbu ya uhuru. Watu wanasherekea, wanakula, wanakunywa, wanacheza michezo mbalimbali, inakuwa ni story nchi nzima. Hata watoto wetu ambao wakuwepo wakati wa uhuru wakiuliza nini maana yake, tunaambia jamani, tulikuwa chini ya mkoloni Mwingereza, alitutesa akatuumiza, hatakuwa na uhuru wa kujamlia mambo yetu. Tulimuondoa tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 62 akaondoka. Kwa hiyo tunakuwa na kumbukumbu hiyo. Na kila nchi usherekea kwa namna tofauti na ufanya mambo tofauti. Sasa kwa upande wa Kristo hatuchinji. Umeuliza vizuri, mbona Wayahudi wanachinja? Nyinyi hamchinji? Sisi hatuchinji kwa maana ya kukumbuka ukombozi wetu uliofanywa na Yesu. Kumbuka Yesu wakati wanakula Pasaka ile wa kuchinja. Kwa mfano ukisoma ile Luka 22:7 alikuwa anatumia IPM akidai kwamba angalia hapa Yesu alichinja. Inasemaje? Inasema tuone kwa nini Yesu sasa alichinja. Kama Pasaka yenyewe nyinyi leo mnakuja kukataa kwamba sio kuchinja. Yesu alikuwa anachinja kwa lengo lipi? Tuone hapo. Yesu hakuwahi kuchinja. Yaani alikuwa anafanya hiyo Pasaka. Maana kama alifanya Pasaka alishiriki hilo tendo la kuchinja. Na wala hakuna andiko kwamba Yesu alichinja hata siku moja. Okay. Ila Yesu inasema ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Okay. Wakamwambia, wataka tuandae wapi? Akaambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanamume akichukua mtungi wa maji. Mfuateni mkaingie katika nyumba atakaoingia yeye. Na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu atuambia kiwapi chumba cha wageni nipate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu? Naye ataonyesha chumba kikubwa orofani kimekucha andikwa, andaeni humo. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Sasa anaposema ilikuwa, huyu anaeleza mwandishi, ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu na ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Tumesoma kwenye kitabu la Agano la Kale kwamba Wayahudi waliwekewa mkazo kwamba ikifika mwezi wa Abibu
ni lazima muhakikishe mnachinja Pasaka kama kumbukumbu ya kukumbuka kukombolewa kwenye utumwa wapi wa Misri. Sasa na Yesu kwa sababu alikuja kukumbuka kwa jinsi ya mwili, ni Myahudi. Sasa ilibidi aungane na hawa watu kufanya hiyo Pasaka ya kimwili. Lakini wakati huo huo alikuwa anaenda kuanzisha Pasaka ya milele ambayo ndio Pasaka halisi iliyokuwa inasubiriwa ambayo tunayo leo. Tutaangalia maandiko yanavyosema. Kwa Yesu alisherehekea Pasaka ya kukumbuka ile tukio. Kwa lugha nyingine kama alikuwa anawaambia Bwana, nyinyi hamjui tu. Hiyo Pasaka ilikuwa inanilenga mimi. Mimi ndio Pasaka iliyokuwa inakuswali imekuja mimi sasa. Muda si mrefu hii biashara mtaachana nayo ya kwenda kuchinja mnyama mkumbuke kutoka Misri, itabidi sasa mfanye kitu kingine kukumbuka kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Kwa ndio maana Wakristo tuchinji kwa sababu sisi tumekuja kutoka kwenye utumwa wa dhambi, sio kwenye utumwa wa mwili kama wale wa Israeli. Sasa Waisraeli walimkataa Yesu. Baada ya kuwa amekuja kama Pasaka, kama mwana-kondoo wa Mungu aliyechinjwa kwa ajili ya kuondoa dhambi, wao walimkataa. Mpaka leo wanaendeleza tukio hili la kukumbuka ukombozi wa kimwili baada ya tukio la kukumbuka ukombozi wa kiroho. Sasa sisi kama Kristo, ili kufanya kumbukumbu ya kukumbuka kuzaliwa kifo cha Yesu na ukombozi wetu uliofanyika pale msalabani, na Yesu ndiye Pasaka yetu ambaye ndiye tunavuka kupitia kwa kuingia kwenye uzima wa milele. Sasa tunafanya nini kukumbuka? Tunachofanya ni hiki ambacho Yesu mwenyewe alikiagiza. Tunaposoma kwenye Mathayo 26 kuna kitu Yesu alikiagiza hapo. Huyu APM ni muongo. Aliposema Yesu alichinja, Yesu hakuchinja. Nafikiri mwenyewe mwandishi umeona andiko liko hapa. Ikafika siku ya mkate usiotiwa chachu ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Anaelezea kwa taratibu za Kiyahudi, ilikuwa wiki ile. Na kwanza kuna mkate usiotiwa chachu. Waliambiwa wiki moja kabla ya Pasaka. Ilikuwa Pasaka inafika Ijumaa. Maana kuanzia Ijumaa ya wiki iliyopita, ndani ya wiki nzima wasile mikate yote iliyotengenezwa kwa amira. Wale mikate ambayo haina amira kabisa. Huku tena mikate ya kumimina haina amira kabisa. Kwa wiki nzima mnajiandaa na majilio ya Pasaka. Ile Pasaka ikifika tarehe yenyewe, basi mnamchinja mnyama kufanya kumbukumbu. Baba mwenye nyumba alikuwa anakaa, anaweka familia yake pale, anaanza kuwasifu, jamani wanangu, wajukuu zangu, mnajua kwa nini tunachinja mnyama? Baba hatujui. Ni kwa sababu tulikuwa ni watumwa miaka 430 Misri, Mungu akatukomboa. Aliwakomboaje baba? Alisema tuchinje mnyama, tumpake rangi kwenye milango, ndipo tukakombolewa. Sasa sisi tunafanya nini kukumbuka Yesu, kifo cha Yesu msalabani? Hatuchinji, ila kuna jambo Yesu alituagiza. Hawa Israeli waliagizwa wachinje mnyama kila ikifika ule mwezi na kila mwaka. Ila sisi yetu akutuambia tuchinje mnyama kukumbuka kifo chake na ukombozi. Tufanye nini? Tumuulize Yesu mwenyewe. Ngoja kwanza kabla hatujafika huko. Yesu alishiriki sherehe ya kuchinja. Kwa hiyo kama alishiriki, hata kama hatujaona hapo amechinja, kama alishiriki ile sherehe inahusiana na kuchinja, maana yake tunamshirikisha kwamba naye alichinja? Hapana. Kushiriki sehemu, kushiriki kwa mfano wewe ukienda sherehe ya kazi gani ya kuchinja? Yesu kaishiriki, kwa hiyo lazima alichinja. Yesu hakuchinja. Ile sherehe ilikuwa ni kumbukumbu ya Wayahudi kukumbuka kile kitendo cha kukombolewa katika utumwa wa Farao. Sasa Yesu kwa kuwa alikuwa ni Myahudi kwa jinsi ya mwili, ndio ilimlazimu kushiriki kwenye nini? Kwenye ile sherehe ya Pasaka. Na wakati yuko kwenye sherehe ya Pasaka, kuna kitu kipya alikianzisha pale pale. Wakati Yesu anashiriki sherehe ya Pasaka, kuna kitu kipya alikianzisha pale pale. Yesu hakuchinja, ila alishiriki taratibu zote za sherehe ya Pasaka. Na alipokuwa na kule Pasaka, kuna kitu alikianzisha pale pale kwenye sherehe ya Pasaka. Hebu tukione hicho kitu ni kitu gani? Sawa. Yaani kushiriki ina maana ulichinja. Kwa mfano kama wewe hapa mtangazaji, mtu akichinja ng'ombe wake kwa ajili ya kumbukumbu ya kuzaliwa birthday, na wewe ukala, utasema na mimi nimechinja kwa sababu huyu ndugu yangu amechinja kusherehekea birthday, kwa hiyo na mimi nimechinja. Je, kama mtu anafanya ibada ya mizimu na mimi nikashiriki ile ibada, nakuwa sijashiriki ibada ya mizimu? Kushiriki ibada ya mizimu kitu kingine na kuchinja ni kitu kingine. Kitu kwa sababu kwa mfano sasa mtu unapanda gari, alirudi gari mtu amelitambikia mizimu na wewe unalipanda na kusafisha kwenda mkoani, unafika na kurudi, haina maana umeshiriki kwenye ibada yake ya mizimu. Hapana. Labda niangalie kuhusu kwamba si wa Kristo tunakuwa hatuwezi kuchinja mnyama wala kuchinja kusherehekea kwa kuchinja mnyama. Hapana. Sisi tunapokumbuka kifo cha Yesu, kuna jambo na sisi tunalifanya. Wayahudi waliagizwa washike utumishi huu wa kuwa wanachinja mnyama mwaka mmoja, wanamuoka, wanamla na familia.
ilikuwa na masharti wanaokuwa ni familia tu, sio pelekea watoto yatima, sio pelekea wajane, hiyo haikuepo. Mnakula kama familia. Maana mwana IPM anasema ukichinja inabidi upelekee watoto yatima, wapelekee wajane. Lakini pia swala kujiuliza, unaposema unachinja wanyama, unawapelekea hizo nyama na kula wajane mayatima. Hivi hata wewe mtangazaji, kama una lengo la kumsaidia yatima au mjane, utamsaidia kwa kumpa nyama? Anakuwa leo kesho chooni zimeondoka, ndio umemsaidia? Utamsaidia mjane kwa kumpa nyama ya kuchinja? Jibu ni hapana. Kama una lengo la kweli la kumsaidia yatima na mjane, sio kumpa nyama wala sio kumpa nguo. Unahitaji umwendee kama ni yatima, umwambie Bwana, kama nataka nikusomeshe, unataka kusomea nini? Umpe fani, labda ufundi, au na mwenyewe usomea utangazaji kama wewe hapa, unamsomesha, unamnunulia kamera, unampa mtaji, anaanza maisha. Huko ndio kumsaidia yatima. Kama ni mdogo, unamsomesha mpaka afikie level kuitegemea. Kama ni mjane, kumsaidia kwa ukweli, ambapo kwa unafiki, mwambie una shida gani? Unataka kufanya biashara? Ndio. Unahitaji mtaji kiasi gani? Milioni 2, unampa milioni 2, unamfungulia biashara. Huko ndio kumsaidia, sio kumpa chakula. Hiyo ni kutafuta sifa tu. Na sipingi kumpa chakula, nao niseme kumsaidia, lakini si ya kudumu. Na hiyo uwezi kuita vyombo vya habari kama nataka kumsaidia mjane, jamani vyombo njoo muone. Hiyo una lengo lako wewe. Una nia nyingine nyuma ya jambo hilo, una nia njema ya kumsaidia. Hasa niangalie wa Kristo, kitu ambacho tunakifanya kama Kristo. Tunafanya nini? Inasema wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyoagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale tenashara, na walipokuwa akila ile Pasaka ile, alisema, amina amina nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akasema, ndiye aliyetia mkono pamoja nami ndiye atakayenisaliti. Hiyo ni upande wa Yuda. Mstari 26 nasema, na walipokuwa akila hiyo Pasaka, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Huyo ni Yesu. Sasa tukazidi kupewa mkazo na Yesu kupitia mtumishi wake Paulo kwenye Wakorinto wa kwanza ile sura ya 11. Kuna kitu alituambia hapa tukifanye, ili tukio tukilifanya litakuwa ni ukumbusho wa kila mwaka kuhusu habari ya nini? Habari ya Pasaka. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 11, nisome na ule mstari wa 22, hebu nisome hapo. Kuna kitu liagizwa kama Kristo kukumbuka Yesu kama Pasaka wetu. Anasema Wakorinto wa kwanza sura ya 11, tunaelekezwa nini kama Kristo? Tunaelekezwa tufanye nini? Anasema, nianze mstari wa 23. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate na kuinywa kile kikombe, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa hiyo tunachofanya si wa Kristo katika kukumbuka kifo cha Yesu na kufuka kwake, huwa tunashiriki meza ya Bwana. Wengine huita chakula cha Bwana, wengine huita komunio, kwa tunakomunika, au tunashiriki meza ya Bwana. Ndio tunachokifanya katika kukumbuka habari ya kufa na kufuka kwa Yesu, katika kukumbuka ukombozi wetu uliofanyika pale msalabani. Kwa hiyo si wa Kristo, Pasaka wetu sio mnyama, ni Yesu. Okay. Nisome na andiko hilo kwenye ile Wakorintho wa kwanza 5:7. Wakorintho wa kwanza 5:7 inaeleza vizuri sana, nasema hivi, basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpata kuwa donge jipya, kama vile mlivyokuwa mkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa chachuka ndio weupe wa moyo na kweli. Kwa unaweza ukaona mtangazaji kwamba Pasaka wetu wa Kristo ni Yesu. Amekwisha kutolewa, tunaomba tuifanye karamu.
karamu ni sherehe, ni kuserebuka, ni kusherekea, lakini si kwa kuchinja mnyama. Wanaofanya hiyo biashara ni Wayahudi ambao walimkataa Yesu. Wangelikubali Yesu, nao wasiokuwa wanafanya hiyo kazi ya kuchinja nini? Kuchinja wanyama kama kondoo wa mwaka mmoja au mbuzi wa mwaka mmoja. Okay. Hii sadaka ya kuchinja ina siku maalum kwa Wayahudi kama ilivyo Pasaka yetu sisi ambavyo inakuwaga nafikiri sijui Jumapili ya ngapi. Baada ya tuseme kwa mwaka huu tunasema tarehe 19. Nafikiri inakuwaga Jumapili ya mwishoni kwenye mwezi huu wa 4. Ndio. Okay, ile ya Wayahudi, ile sherehe ya kuchinja ina siku maalum. Tuseme siku ya kutoa kafara ni siku fulani maalum, itatolewa labda kwa mwaka mara moja. Wao wanafanya kwa mwaka mara moja. Ile sio kafara. Hiyo ya kuchinja, hiyo dhabihu ya kukumbuka. Ni kumbukumbu, yani ile ni kumbukumbu. Yani kwa upande wao sio dhabihu tena, ni kumbukumbu tu dhabihu, kwani mara hii ilipotolewa wakakombolewa ikaishia pale. Ila inaendelea kukumbukwa. Okay. Kwa hiyo wanakuwa ni kwa mwaka mara moja wakati wa Pasaka. Okay. Ndio wanafanya hivyo. Na kwa kawaida sisi yetu tunayoifanya ndio wao wanaifanya, isipokuwa wao wanachinja. Wao wanaifanya kimwili kwa maana ya kumbukumbu ya kuchinja mnyama. Sisi ni kiroho, tunafanya kukomunika, kushiriki meza ya Bwana, kuhubiri Injili, kuambia watu habari za Yesu, tukikumbuka hiyo kazi ya msalaba. Okay. Moja ya jambo ambalo nakubaliana na IPM ni kuhusiana na kifo cha Yesu. Kwamba Yesu alifanyika kama mwana kondoo, kama ulivyosema hapo, mwana kondoo alichukua dhambi ya ulimwengu. Alifanyika kwa ajili ya dhambi, kuondoa dhambi. Akasema hizo dunia ina kanuni zake. Kanuni ya kuondoa dhambi ilikuwa ni wewe Yesu Kristo. Lakini kanuni ya kupata utajiri, na pale nilikuuliza ile swali kwamba kuna siri wachungaji mnazijua, hamtaki waumini tuzijue, ndio maana waumini wengi wa Kikristo tunakuwa maskini, lakini wachungaji wengi ni matajiri. Hilo sio kweli. Kwanza wachungaji sio matajiri. Hiyo ni tafsiri ya watu na msemo wa watu. Si kweli. Wachungaji sio matajiri, hiyo ni tafsiri ya watu. Unajua IPM kuna kitu anataka ukihalalisha kwamba kuna siri tunaijua. Kwa upande wa mafanikio ya Mkristo, siri ya mafanikio, jambo la kwanza, unajua Mungu alishaweka kanuni zake. Kwa mfano ngoja nikuonyesha hapa kwenye Kumbukumbu la Torati sura 28. Kanuni ilishawekwa vizuri tu ya siri ya utajiri na mafanikio. Mungu alishaiweka, ndio maana nikwambia toka mwanzo kwamba kuna mafundisho na maelekezo yapo kwenye Agano la Kale ambao bado na function kwenye Agano Jipya. Hebu tuone kanuni iko. Hiyo kanuni sio siri, tumeshafundisha na tunaelekeza, na walioifuata Mungu amewasaidia, wamefikia maisha waliotarajia kuyapata. Hebu tuangalie kanuni ipo kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile 28. Iko vizuri kanuni yenyewe ya utajiri. Manake hiyo ndio itakuwa sasa mbadala wa hiyo ya kusema ya kuchinja, kwa sababu wengi wanaotaka ili andiko, mimi kama kijana, kama Mtanzania, natamani niwe tajiri. Nikisikia kwamba kuna kanuni hii kumbe Mungu aliweka nikifanya nitatajirika, ndio maana watu tutaenda huko kwa IPM. Lakini kama kuna kanuni nyingine, ngoja tuisikie, hiyo itakuwa mbadala wa hiyo ambayo ya kutoa kafara. Na hiyo anayosema IPM, hakuna andiko lolote ambalo linaweza kufundisha kwamba kuna mtu aliwahi kutoa kafara akatajirika. Halipo. Na IPM mwenyewe kamuulize kwamba IPM tena unataka kumpata vizuri tu, unajua nani ya nimekwambia ni mshirikina, mpelekee maskini wa kweli kabisa, mpelekee kwamba IPM nimekuja ili ni proof wa maskini wa 10 na toa mbuzi 30 40 wachinje, baada ya miaka miwili niangalie watakuwa wametajirika. Ama muulize IPM, mkamfuate tu, hebu naomba IPM toka ameanza kuchinja, naomba nitafutie maskini 10 walikuwa ni maskini na jamii najua. Hata nifanya upelelezi, jamii najua, serikali najua kwamba walikuwa ni kapuku, ila baada ya kuchinja ni bilionea na magari. Uende wanu ya hesabu kama ule IPM. Hakuna. Ni utapeli wa makafara ili atunishe vilinge vyake. Mwenyewe unajua uzuri IPM ni muwazi. Aliwahi kusema kwamba alikuwa anafanya biashara hii kwa siri. Alikuwa na Bagamoyo, anasema ni uwanja wa vita. Lakini muulize hao watu waliofanya hivyo vitu, wanaovifanya wapo, wanametajirika? Hakuna. Sasa hakuna andiko lolote. Amekuwa anasema Ibrahimu alichinja, alitoa kafara akafanikiwa, Sulemani, ni uongo. Sulemani anasema alichinja ng'ombe mpaka 2000 kwa ajili ya kumtolea Bwana. Hiyo ilikuwa ni dhabihu. Wakati amejenga hekalu na Sulemani anaingia ndani ya hekalu, ilikuwa ni sherehe. Alichinja ng'ombe laki, mbuzi laki na 20, alichinja ng'ombe 22,000, kuku wana idadi. Alifanya sherehe siku 14. Ilikuwa wanatabaruku jengo jipya ambao ni hekalu pale Yerusalemu. Sio alifanya hivyo ili apate utajiri. Walikuwa ni sherehe. Hata kumbuka ni sherehe siku 14, nchi nzima iko pale. Kiasi kwamba hata wale ng'ombe walikuwa ni wachache. Kweli. Walikuwa ni wachache kwa sababu ilikuwa ni sherehe inafanyika pale kwa muda wa wiki 2.
wakati wanaingia ile jengo alilojenga Sulemani, jengo la gharama, jengo la heshima, ndio akachinja kama dhabihu, na watu wale washerekee. Kama hata leo kufanya sherehe nyumbani kwako, natoa ng'ombe, chakula, ubwabwa, watu wanakula, mnashukuru, mnamfurahia Mungu. Ndio kwa kinafanyika pale, lakini ilikuwa na maana kwamba alitoa makafara tajirike, ni uongo. Sulemani alitajirika kwa sababu alikuwa ni mfanyabiashara, na ilikuwa ni somo lake moja kwa moja, ungeona maandiko mengi. Alikuwa ni mfanyabiashara. Sulemani alioa watoto wa kifarume, akawa anaingiza biashara kutoka kufanya biashara na wale wafalme, mle baba za wake zake. Ibrahimu alikuwa mfanyabiashara, alikuwa ni mfugaji, ndio maana akawa tajiri Ibrahimu. Nuhu alikuwa ni mfugaji mzuri sana na alifuata kanuni za ufugaji, ndio maana akawa tajiri wa mifugo. Haikuwa maana kwamba walichinja. Wewe unaenda IPM siku nyingine muulize, IPM nimekuja, hebu naomba nipe maandiko na ushahidi kwamba andiko linasema Ibrahimu alichinja akawa tajiri, hebu nionyeshe. Hakuna. Ana babaika tu. Na siku nyingine muulize, naomba wewe na mchungaji Medad Kiabashasa mkae pamoja, muojiane, mfanye mdahalo, utoe maandiko hayo. Hakuna, hawezi kukubali, kwa kuwa anajua anadanganya watu. Kwa hiyo Mkristo ili uweze kupata utajiri, ndio twende hapo. Mkristo afanye nini ili apate utajiri? Kwamba kuna siri mnafichwa, wachungaji mnaijua, hatuifichi. Tumekuwa tunawaeleza siku zote. Shida ni watu kufuata, unajua kila kitu kuna kanuni zake. Sasa shida kuja watu kufuata kanuni zile. Unajua hizi kanuni za utajiri kama sayansi. Sayansi ambayo upate matokeo ya moshi, chukua hiki, fanya hivi, fanya hivi. Kama kusonga ugali. Ili upate ugali kuna kanuni zake za kisayansi. Chukua kuni, washa moto, weka maji, chemsha, weka unga, songa, utapata ugali. Wakati tunaenda, kabla tujasoma hilo andiko, tunakubaliana kwamba Yesu alikufa ili tuondolewe dhambi, ila sio tupate utajiri wala tuwe na maisha nafuu. Kwa sababu siku hizi kuna watu huwa wanatubilia kwamba njoo kwa Yesu, vyote unavyovitaka utavipata. Vyote unavipata. Shida ni kufuata. Tutaangalia maandiko yanavyosema. Yaani Yesu alikuja tusamehewe dhambi, tufunguliwe na turejeshewe utajiri. Issue inakuja kufuata zile kanuni. Maana nimekupa mfano kwamba unaambia usonge ugali, una kanuni kama 6 hivi. Uweke maji, uweke mafiga, maji yachemshe, uweke unga, usonge. Kuna kama mchakato. Ukikosea kanuni moja, hupati ugali. Mweka maji, mweka kuni, mweka unga, jawasha moto. Ukisonga, hupati ugali. Sasa na ili upate utajiri huo na mafanikio, kuna kanuni lazima zifuatwe. Sawa, tusome hilo andiko la Mkristo na apate utajiri. Tuone, alafu kwenye maandiko na Agano Jipya pia nasema nini. Tuone kwenye Kumbukumbu la Torati hapa sura 28, tuone kinachosema hapa ni nini. Hebu tusome Kumbukumbu la Torati sura 28, anaposema kwamba inafichwa, wachungaji wanaijua. IPM ni mshirikina, ana agenda ya siri nyuma, anatoa makafara. Tuangalia maandiko yanavyosema kwenye Wakorinto, au makafara wanatoa kwa shetani wala si kwa Mungu. Mungu hayupo kabisa na habari ya makafara hayo wanaotoa siku ya leo. Inasema hivi, kanuni hii wengi wamekwama hapo. Wengi wamekwama hapo. Wanataka Mungu awatajirishe, lakini kufuata kama anataka hawataki. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Usikiapo, sikia anavyosema, na baraka hizi zote zitakujia na kukupata. Usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, na utabarikiwa mifugo yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha ukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo, utabarikiwa kila ufanyao litabarikiwa, ukisikiliza kufata sheria, amri na kanuni zangu. Unasikia point hiyo? Hebu nirudia hapo. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Maagizo yake, kuangalia kutunza maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakutukuza, na baraka hizi zote zitakujia na kukupata. Na baraka hizi zote zitakujia, anasema utabarikiwa mashambani, kwenye mifugo, kwenye biashara, kila ufanyao litabarikiwa, kwa sharti la kushika maagizo na maelekezo ya Mungu yote. Shika pointi yote, yani yote.
Ukikosa moja Mungu umeachana. Sasa changamoto imekuja kwenye Wakristo kushika yote. Sasa tuangalie mstari wa 15. Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaniwa mjini, utalaniwa shambani, utalaniwa kapu lako, utalaniwa kila ufanyalo hutofanikiwa. Usipofanya. Sasa APM haya maandiko hayasomi haya, kwa sababu ni mshirikina. Haya maandiko hayasomi haya, anayaruka. Ndio maana sema napingwa, injili yangu ni ngumu, maneno magumu. Haya asemi. Jamani, kanuni ni hizi, na Yesu aliweka mkazo. Hii si Agano la Kale. Agano Jipya Yesu mwenyewe aliweka mkazo juu ya ili fundisho. Ili uweze kufanikiwa ufanye nini? Hebu tumuulize Yesu, tuone alichokisema kwenye Mathayo hapa. Aliweka mkazo ule ule akiwaambia wafuasi wake, jamani, mnasumbuka mambo ya maisha haya, mnaposumbuka mnaumizana huku na kule, mbona kuna kanuni simple ya kufuata? Issue ni kwenye kufuata sasa. Unaona, Yesu alikuwa anawafundisha wale watu kwamba msisumbuke. Anasema hivi, ile Mathayo sura ya 6, tuanzie mstari wa 25. Yesu alikuwa anawaambia kitu fulani hapa, au anatuambia si wa Kristo leo. Yesu anatuambia si wa Kristo leo, anasema hivi, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala wakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni uwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashambani jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala yasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata zidi sana kuwavika enyi wenye imani haba? Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnayahitaji hayo yote. Mnahitaji kuvaa, mnahitaji kula, mnahitaji pesa, nyumba, magari, mnahitaji utajiri. Mungu anajua mnahitaji, na mataifa wanayasumbukia hayo. Ndio kutoa makafara hayo, kutoa makafara. Unajua anapoanza makafara ya mbuzi, mwisho wa siku ataanza kutoa makafara ya watu. Yesu, Mungu anajua mnahitaji vizuri, hamwezi kuishi dunia hii bila kuwa na mavazi, chakula, pesa, mahitaji, hamwezi. Yesu anajua, akasema lakini bali 33. Msingi ni huu, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukia kesho, kwa kuwa kesho ajisumbukia yenyewe. Umeona msingi wa Yesu? Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Unaposikia ufalme wa Mungu, ni utawala wa Mungu. Hakuna utawala bila sheria wala kanuni. Ndio kwenye Kumbukumbu kule, sheria na kanuni alizoziweka lazima zifuatwe zote. Ukizifuata, Yesu anasema, ndipo Mungu atafungua milango ya baraka na baraka zitakujia tele. Sasa changamoto imekuja hapo. Sheria ndo zile amri 10. Ndizo amri 10. Na ziko kanuni nyingine nyingi ambazo zimeelekezwa ukiacha amri 10. Lakini ziko kanuni nyingine nyingi ambazo zimeelekezwa ndani ya nini? Ndani ya maandiko. Ziko nyingi tu kanuni ambazo zimeelekezwa humu. Sasa changamoto imekuja hapo kwenye kuzifuata. Watu bado wanakupenda kuishi maisha ya michanganyo, maisha ya dhambi, na wakati huo huo wanamlazimisha Mungu awabariki, na Mungu yeye na dhambi ni mbali haviendani. Ndugu mtangazaji, hiyo ndio shida ambayo imeweza kuwapata watu. Kwa mfano ukisoma Isaya 59, Mungu alipokuwa analalamika, jamani Mungu sisi maskini hatutajiriki, tunaumia, tunapambana usiku kucha, tunachofanya kieleweki, Mungu inakuaje? Mbona mambo yaendi?
Mungu anawajibu katika Isaya, anasema hivi 59, tazama mkono wa Bwana ukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata asiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Unaona? Kwa kizuizi cha maisha mafanikio kimwili ni dhambi. Okay. Ni dhambi. Sawa, mchungaji, tumeongea mengi sana. Tunaweza tukamaliza hivi alafu tufanye kile kipindi chetu. Yes. Yes, mimi nashukuru kwamba upande wa kutoa makafara. Ndiyo. Nimalizie kwa kusema kwamba IPM ni muongo. IPM ni mshirikina. Yeye anadanganya watu kwamba ili ufanikiwe inabidi utoe makafara ya wanyama. Kwa hivyo Ibrahim alitoa makafara, Nabii Sulemani, manabii akina Ayubu. Hakuna andiko lolote linalosema walitoa makafara wakafanikiwa. Halipo. Walikuwa wanatoa dhabihu kama sadaka kwa Mungu na wakuitoa ili wafanikiwe. Hicho kitu hakipo. Mafundisho ya kutoa makafara ni ya ushirikina. Nimalizia andiko hili ili kipindi kingine hapo cha Pasaka. Nitoe ili andiko, wanaotoa leo makafara na kwenda wapi? Tuna Wakorintho wa kwanza 10:14. Wanaotoa leo makafara ili wafanikiwe wapate utajiri, haya makafara anaenda wapi? Weka muulize IPM. Hebu naomba maskini mmoja hapa aliyetoa kafara leo na serikali thibitishe kwamba kweli alikuwa maskini, leo ana magari, ana utajiri, magorofa, tuone na IPM yeye mwenyewe angelikuwa ni hiyo kitu makafona tajirika, mbona yeye utajiriwa wanaosema hana wa kiwango hicho? Mbona hana? Mbona mbuzi anui yeye? Kwa maana anua mbuzi kila mwaka 500 700 na matajiri maskini, mbona afanye hivyo? Mbona watu wengi wanataka wasaidiwe maskini, yatima shuleni walipiwe ada, hospitalini watu wanashikwa maiti zao na wanakufa maana matibabu wanakosa pesa. Mbona wapeleke sana utajiri mwingi wa kutoa makafara? Mbona apeleki? Mmoja maswali kama haya ya msingi na mtandao atakavyokuwa mkali. Nasema nanyi anasema hivi Wakorintho wa kwanza sura ya 10, kwa kuwa waangalieni basi niseme ninyi ya kwamba chotolewa ni neno mstari wa 21. Anasema sivyo lakini vile wavitoavyo, mstari wa 20, sivyo lakini vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani wala si kwa Mungu, nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Kwa unayemwona leo anatoa sadaka kupata utajiri, anachinja apate utajiri, hayo ni makafara anayotoa kwa mashetani wala si kwa Mungu. Kwa IPM wanawadanganya watu, wanafanya ushirikina, wamekuwa ni washirikina na wanamchukiza Mungu kweli kweli. Nami nasema kwa jina la Yesu hakuna atakachokipata. Wataingia hasara, hawataambulia chochote. Utajiri wa kweli kwa Mungu, kwanza uwe mtakatifu, ushike sheria, amri na maelekezo yake yote. Baada ya hapo fanya kazi kwa bidii. Baada ya hapo fanya biashara kwa kufuata kanuni na taratibu za kibiashara. Biblia imesema asiyefanya kazi na asile. Fanya kazi kwa bidii, uwe mbunifu. Kwa mfano angalia nyinyi hapa. Media yenu hii ya inaitwaje ya Simulizi Zone. Mnatembea na watoka jasho huku na kule, au mnatoa makafara? Umeona kafara yenu, mnafanya ubunifu, mna rekodi vizuri, picha ziko HD, mnatembea jua na wapiga na waona huku na kule, mnakimbia na miguu na magari yana miguu, mnakimbia huku na kule ili mpate habari, mnaedit habari vizuri, mnahoji watu mbalimbali, lengo ni mpate viewers wengi, watazamaji wengi ili TV yenu ikue. Lakini ukidanganya eti Zone mkachinje mbuzi 200, huo ni utapeli. Hiyo kwenda kuchukua mbuzi 200 uchinje, kanunue kamera bora kisasa. Fanya kazi kwa ubora, utapata viewers wengi, watazamaji wengi, mamilioni. Nami naomba nikubariki, Mungu awasaidie TV zenu nyote muweze kupata viewers wengi, maelfu kwa maelfu, mamilioni kwa mamilioni. Amen. Lakini sio kutoa makafara, ni uongo mtupu na kutia hasara. Zile nyama na kwenda kwa yatima na wajane, wapi imeandikwa kwamba zile makafara, yani umefanya makafara yako unawaangusha juba bovu wale maskini yatima, unazidi kuwakandamiza wala wasaidii. Kwa hiyo Mungu awabariki. Watazamaji msidanganyike, IPM ni mshirikina na ni muongo. Hayo makafara yanatoa ni ushirikina mtupu, wala Mungu hayupo. Wakristo atoi makafara tena. Kafara yetu ni Yesu, alitolewa na akamaliza biashara pale msalabani, akatangaza kwamba imekwisha. Mungu awabariki sana. Amen. Kama tumeleta channel yetu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe leo kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.